Mpenzi mtazamaji wa The Expo TV, tuko kwenye jukwaa la The Expo Tanzania Health and Insurance Expo. Jukwaa hili ni mahususi kwa ajili ya utoaji wa elimu ya bima na afya Tanzania. Ni jukwaa ambalo lina watu wengi wamekuja kwa ajili ya kuhudumia, lakini tuko kwenye jukwaa la TIRA. TIRA ni mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania. Tuko na meneja wa kanda ya kaskazini, atatueleza TIRA wanafanya nini. Kama una malalamiko yako yoyote mwananchi kuhusiana na swala la bima, yeye atatueleza wanalitatuaje. Karibu meneja. Asante ndugu mtazamaji, kwa majina naitwa Kurenje Mbura, ni meneja wa mamlaka ya usimamizi wa bima kanda ya mashariki, sio kaskazini. Na sisi kimsingi ndio wenyeji wa maonyesho haya, na kama nilivyokuwa nimesema hapo awali ni kwamba haya maonyesho kwetu sisi kama mamlaka ni muhimu sana, kwa sababu kutokana na sasa hivi ya hii sera ya bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo unavyozungumzia bima na afya sasa hivi ni vitu ambavyo havitenganishwi. Sisi kama mamlaka ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa mwaka 2009 kupitia kifungu cha 5 sura namba 394. Tuna majukumu kadhaa ambayo tumekasimishwa tuyafanye, ambapo baadhi yake tunasajili na kutoa leseni kwa wateja, tunalinda haki za walaji na wanufaika wa bima, lakini vile vile sisi ndio wasimamizi wakuu wa bima ya afya kwa wote. Tunalinda haki za mteja, lakini vile vile sisi ni washauri wakubwa wa serikali katika masuala ya bima. Tumekuja kushiriki kwenye maonyesho haya kama nilivyosema hapo awali kwamba sisi ni wadau wakubwa sana katika swala zima la afya, lakini vile vile sisi ndio wasimamizi wa shughuli zote za bima. Kwa hiyo tumekuja hapa katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya bima, na vile vile wananchi wanakuwa wanaelewa kwamba kuna taasisi yao ya serikali ambayo kama wanakuwa wanapata changamoto zozote za kibima, basi wajue wapi pa kukimbilia, kwa sababu tunafahamu bima ziko nyingi, kuna makampuni mengi yanatoa huduma za bima. Kuna wakati mwananchi anakuwa anapata mkanganyiko, wapi aende, wapi akalalamike. Kwa hiyo tumekuja hapa katika maonyesho haya katika kuwaambia kwamba kuna taasisi yao ya serikali ambayo iko chini ya Wizara ya Fedha, na taasisi hii ni ya muungano, kwa maana ya kwamba inaendesha shughuli zake Tanzania bara na visiwani. Kwa hiyo waje kwa lengo la kupata ufafanuzi wa changamoto zao, na vile vile tumekuja hapa katika kuwaelimisha wananchi katika masuala mbalimbali ya bima, hasa ili swala la bima ya afya kwa wote, kwa sababu wote tunafahamu kwamba afya ndio msingi wa kila kitu. Kama hauna afya, maana yake hata shughuli zako za uzalishaji mali za kiuchumi mara nyingine inaweza ikawa ni ngumu kwa sababu huna afya. Lakini kama una uhakika wa kuwa na afya, maana yake unakuwa una uhakika pia wa kuendeleza kwa kuwa unafanya shughuli zako za kila siku za kupata kipato na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye maonyesho haya sisi kama mamlaka ya usimamizi wa bima vile vile tutakuwa tunapokea malalamiko. Kama kuna mtu ana changamoto yote ya kibima, basi akifika kwenye banda letu hapa, basi tunaweza kumtatulia hapa au la tunaweza tukampa ushauri nini afanye. Lakini pia kwenye maonyesho haya sisi tunasajili, kwa sababu katika hii sera ya bima ya afya kwa wote sasa hivi ni kwamba kuna hivi vituo vya afya vina wajibu wa kujisajili. Kwa hiyo kama kuna kituo ambacho kinatoa huduma kinapokea bima za afya na bado hakijajisajili, basi kupitia maonyesho haya wanaweza wakafika na wakapata usajili. Lakini vile vile katika maonyesho haya tunatangaza fursa ambazo ziko katika bima, kwa sababu sote tunafahamu kabisa kwamba bima ni biashara. Kupitia bima na kupitia mamlaka ya usimamizi wa bima, maana yake wananchi sasa wanaweza wakapata kitu cha kuweza kufanya na kuwaongezea kipato katika maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo niwakaribishe sana wananchi katika banda letu, na vile vile nitoe pongezi sana kwa waandaaji, na vile vile pia niwaambie wananchi kwamba wawe na mwamko wako wanatembelea sana mabanda ya serikali. Unaweza ukawa hatuna vitu vya kuvutia sana mabanda yetu ya serikali, lakini sisi ndio mabanda ambayo mara zote tuna utatuzi wa changamoto nyingi za wananchi. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Kwa hiyo wananchi watakapofika hapa watapata sasa
zile procedure ambazo mwandishi aliniuliza kwamba nini afanye. Kwa hiyo akifika hapa tutawaelekeza kitu gani ambacho anatakiwa afanye mwananchi katika kuhakikisha changamoto zake zinatatuliwa. Na kwa kweli ili jukwaa la The Expo nasema ni moja ya suluhisho katika swala zima la bima na afya, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, sasa hivi bima na afya vitenganishwi tena. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili kwa kweli sisi kama mamlaka tumepata platform nzuri ya kuweza kukutana na wananchi, kuweza kukutana na wadau wetu, lakini vile ni platform nzuri ya kuweza kuwaambia wananchi kwamba jamani, sasa hivi hakuna haja tena ya kuwa na wasiwasi katika swala zima la afya, kwa sababu kuna bima ya afya kwa wote na kuna vifurushi ambavyo ni vya bei rahisi kabisa, ambapo naamini kila mwananchi kupitia familia zao au kupitia mifumo ambayo wataitengeneza basi wanaweza kuwa na bima. Kwa hiyo mimi ni washauri waandaji wa hili jukwaa, huu nasikia ndio mwanzo lakini usiwe mwisho. Waendelee kila mwaka tuweze kukutana, kwa sababu naamini kupitia jukwaa hili watu wengi wa Tanzania watapata manufaa makubwa.